Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha katika channel yetu ya Yoshi Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu Kristo yenye kulitangaza neno la Mungu la ufalme wake hapa duniani katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku, sawasawa na vile neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu leo tutasikia kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14 mstari wa 7 hadi ule wa 11. Akawaambia mfano wale walioalikwa. Alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu arusini, usiketi katika kiti cha mbele. Isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahili kuliko wewe, akaja yule aliyealikwa wewe na yeye na kukuambia, mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haraka kushika mahali pa nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika akuambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na yeye ajidhilie atakwezwa. Mpendwa mtazamaji, katika fungu ambalo tumelisoma, Yesu anatufundisha somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema ngazi kuelekea heshima ya kweli, ambayo ni unyenyekevu katika ufalme wa Mungu. Yesu tayari ameona mioyo ya kila mmoja aliyepo katika karamu hiyo. Amekwisha tayari kuzungumza kwa habari ya wale Mafarisayo na wale wanasheria. Lakini pia Yesu amemponya yule ambaye alikuwa mgonjwa. Yesu bado aliona kundi lingine la watu ambao ni wahitaji. Uhitaji wao hauonekani kwa nje, lakini Yesu anasoma mioyo. Na kwa sababu hiyo analo somo ambalo alitaka kutufundisha mimi na wewe, mpendwa mtazamaji. Aliwafundisha watu wale, lakini hata leo hili somo ni la maana kwetu. Wale watu kila mmoja alikuwa anatafuta nafasi ya kujikuza, nafasi ya kuonekana mahali pa juu, kwa maana kwamba kila mmoja alitaka ajulikane. Lakini Yesu anafundisha jambo la rohoni, kwamba kwa habari ya ufalme wa Mungu, ili kwamba upate nafasi katika ufalme wa Mungu, unahitaji kujishusha, unahitaji kuwa mnyenyekevu. Kama vile ilivyo katika unyenyekevu wa dunia, mtu anapoalikwa mahali akakaa mahali pa nyuma, alafu akaja yule mtu aliyemwalika akampeleka mbele, kwamba rafiki, njoo mahali panapokustahili, ni hapa, inakuwa ni heshima zaidi kuliko yule mtu ambaye amejitanguliza kwa kuwaza yeye mwenyewe kwamba mimi nadhani nafasi yangu ni hii, alafu baadaye anakuja mtu ambaye ana heshima zaidi kuliko wewe, alafu unachukuliwa pale na kurudishwa nyuma kwa sababu ile nafasi ni ya mtu mwingine. Yesu alikuwa anafundisha juu ya kujishusha. Mfano au kielelezo cha unyenyekevu ni Yesu mwenyewe, ambaye yeye ni Mungu na ni mwana wa Mungu, lakini alipokuja duniani, Biblia inasema kwamba alijinyenyekesha. Alikuja kama mtu mnyonge, alikuja kama mtu wa kawaida, tena alikuja kama mtu ambaye yuko chini ya mtu wa kawaida, lakini Mungu alimuinua akampandisha juu, na akawa juu, akapewa jina ambalo limepita majina yote, jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo huu ni mfano wa unyenyekevu. Mpendwa mtazamaji, Yesu anatufundisha kwamba siku zote tunapoenda mbele za Mungu, tujue ya kwamba sisi ni wahitaji na tunahitaji Mungu apate kutunyanyua. Tusiende mbele za Mungu kwa kujivunia kile tulicho nacho. Hao watu walijivunia dini zao, walijivunia nafasi zao na vyeo vao, lakini je, hivyo vitu vinakutambulisha mbele za Mungu?
Kitu ambacho kinatutambulisha mbele za Mungu ni pale ambapo tunamruhusu Mungu apate nafasi katika maisha yetu. Yesu Kristo anapoingia ndani ya maisha yetu, analiandika jina letu katika kitabu cha uzima, na hicho ndicho ambacho kinatupandisha. Yesu hazungumzi juu ya vyeo vya dunia hii, hazungumzi juu ya vyeo labda cheo cha dini au cheo kingine, lakini Yesu anazungumza juu ya ufalme wa mbinguni, kwamba unapojishusha mbele za Yesu na kusema mimi ni mwenye dhambi, ninakuhitaji Yesu, ingie ndani ya maisha yangu, Yesu Kristo anakubadilisha na kukufanya kuwa mtoto wake. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo anafundisha leo kwa sababu anakujua wewe, ananijua mimi, na ndio maana anatualika kwake tunyenyekee, tutubu dhambi zetu ili yeye apate kutukweza. Katika somo hili mpendwa mtazamaji, ili tupate nafasi ya kuweza kukaa katika ufalme wa Mungu pamoja na Kristo Yesu Bwana wetu, ni kwa njia ya sisi kushuka na kumruhusu Yesu aweze kutusamehe dhambi zetu. Tukubali kwamba sisi ni wenye dhambi, kama neno la Mungu linavyosema kwamba watu wote wametenda dhambi. Ni pale tu ambapo utakuwa umetubu dhambi zako, ndipo ambapo jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima, na ndipo ambapo Yesu atakapokuwa majina yanaitwa ya watu ambao wanaenda kukaa pamoja nawe. Nawe mpendwa mtazamaji utakuwepo, nami pia nitakuwepo, kwa sababu tumetoa maisha yetu kumruhusu Yesu atutakase na kutusafisha. Kama mpendwa mtazamaji hujawahi kufanya sala ya toba ya kutubu dhambi zako ili upate msamaha kutoka kwa Yesu, napenda kukualika wakati huu, kwa sababu Yesu Kristo yupo mahali hapa. Kama ambavyo tumeona katika somo hili kwamba Yesu alipoingia aliangalia mioyo ya watu, na hata leo hii unaposikia maneno haya, Yesu anaangalia moyo wako na anapenda kukupa nafasi ili kwamba uweze kupata uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana leo hii kwa sababu jina lako linapoandikwa katika kitabu cha uzima, unapokea uzima wa milele. Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha leo, omba pamoja nami katika sala hii ili Yesu Kristo apate kukusamehe dhambi zako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako. Ninakiri Bwana kwamba mimi ni mwenye dhambi, lakini leo Bwana ninakuja kwako, ninatubu dhambi zangu. Ninaomba Bwana unisamehe dhambi zangu, nisamehe uovu wangu. Naomba Bwana unifanye kuwa kiumbe kipya. Liandike jina langu Bwana katika kitabu cha uzima. Asante kwa sababu unanipenda. Asante kwa sababu unanijali. Ninakushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa wa mtazamaji, kama umefanya sala hii, Yesu Kristo analiandika jina lako katika kitabu cha uzima. Amekukubali na anakuhamisha kutoka pale ulipokuwepo, anakupeleka mahali katika kifua chake, anakupeleka mahali katika pumziko lake. Mungu na akubariki. Endelea kujifunza maneno ya Mungu. Endelea kufuatilia channel yetu ya Yoshiti TV kwa ajili ya kujifunza zaidi. Mungu na akubariki.